Hivi Marekani anaweza kushinda vita dhidi ya Iran? Ni kwamba kama umejiuliza hilo swali, nikwambie hakuna uhakika kwamba Marekani anaweza kushinda vita dhidi ya Iran. Na ukitazama kwa mujibu wa wachambuzi wengi, wanaonya kwamba gharama za kijeshi, kisiasa na kiuchumi zingekuwa kubwa mno na matokeo hayataweza kudhibitiwa kirahisi. Kwa hiyo mgogoro huu ni moja mgogoro ambao unachukuliwa kama ni hatari kwa usalama wa Mashariki ya Kati na uchumi wa dunia nzima, hususan kwenye swala zima la mafuta. Sasa tuangalie ni sababu zipi zinazofanya vita hii siwe rahisi kwa Marekani na Israeli wanapopambana na taifa ambalo ni la Iran, taifa la Kiarabu. Kwanza kabisa ni nguvu za Iran za kijeshi, ambazo nguvu zao ni nguvu ambazo tunasema hazitabiriki, ni nguvu unusual. Ikiwa na maana Iran wamewekeza sana kwenye makombora masafa marefu, ndege zisizo na rubani, na maanisha drone, na vikosi vya kijeshi visivyo vya kawaida. Hivi vikosi vinaitwa proxy force katika Iraq, Lebanon, Syria na Yemen. Kwa hiyo hii inamaanisha Marekani ingekabiliana na vita visivyo vya moja kwa moja na vya muda mrefu, kwa sababu yeye hachoki. Lakini pia ukiangalia swala zima la Irani, ni moja ya nchi ambayo kubwa, ina milima na jangwa, na inafanya uvamizi wa ardhini kuwa mgumu na wa gharama kubwa kwa Marekani, kwa sababu ya milima, kwa sababu ya jangwa. Zipo swala zima pia la athari za kisiasa na kiuchumi duniani. Ukitazama vita kati ya Marekani na Iran, ni vita ambayo imeanza kuathiri vibaya sana soko la mafuta na limesababisha mfumuko wa bei duniani, hususan kwenye nchi zinazoendelea, hata zile nchi ambazo tayari zina kipato kikubwa. Ukitazama Umoja wa Mataifa tayari umeonya kwamba mgogoro huu unaweza kwenda kwa mkubwa na ukafikia hali ya kutodhibitiwa kabisa, na ikifikia kwenye hali hiyo tunasema basi dunia itaathirika kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ukitazama tunahitimisha kwa kusema kwamba Marekani anaweza kushinda mapigano ya moja kwa moja kwa nguvu za kijeshi dhidi ya Iran, lakini kushinda vita kwa maana ya kudhibiti Iran nzima, kuleta utulivu wa kudumu, ni jambo ambalo haliwezekani hata kwa gharama yoyote ile. Ushindi wa kijeshi hautahakikisha ushindi wa kisiasa na kiuchumi kwa Iran. Na nini kinasababisha wasishindwe vita baada ya kuuawa kwa kiongozi mkuu Khamenei? Iran haiwezi kushindwa vita kirahisi na Marekani au Israeli, kwa sababu imejenga mfumo wa kisiasa na kijeshi ambao ni imara, mfumo ambao nilikueleza hapo awali, ambao unategemea makombora masafa marefu, droni na mtandao wa washirika wa kivita katika Mashariki ya Kati. Ndio maana hata baada ya kuuawa kwa kiongozi Khamenei, taasisi za ndani na mtandao wao wa proxy force unabaki thabiti, ukifanya kazi kwa ushindi wa moja kwa moja, na ukisababisha pia Marekani na Israeli kupata ugumu na kuingia gharama kubwa zaidi ambazo walikuwa hawajajiandaa nazo. Kwa hiyo usishangae Marekani akajiondoa kwenye vita hivi karibuni, hata Israeli pia naye akajiondoa kwa sababu ya gharama kubwa anazotumia, na Marekani huwa hataki kutumia gharama kubwa kwa vitu ambavyo havimpi faida. Sasa sababu kuu za ustahimilivu wa Iran kwenye vita vyake hivi vya Marekani na Israeli, vita ambavyo Marekani na Israeli ndio walikuwa wachokozi. Februari 28 walianzisha vita hivyo 2026. Kwanza kabisa ni mfumo wa kisiasa ambao umeimarishwa na kiongozi Khamenei. Khamenei kwa sasa amekwisha tangulia mbele za haki. Mashambulizi yaliyofanyika Februari 28 yaliweza pia kuchukua uhai wake, na Khamenei huyu alijenga taasisi thabiti za kisiasa na kidini ambazo zinaendelea hata baada ya kifo chake, na mfumo huu unahakikisha kuwa uongozi mpya unaweza kuchukua nafasi bila kuvunja muundo wa dola. Tuangalie kwenye mtandao wao wa washirika wa kivita proxy force. Iran ina washirika kama Hezbollah, hawa ni wako Lebanon, kuna Houthi wako Yemen, kuna vikundi vya Kishia Iraq na Syria, na hawa wanaweza kushambulia maslahi ya Marekani na Israeli bila Iran kuingilia moja kwa moja vitani. Kwa mfano, kikundi cha vita cha Hamas nacho pia kinatajwa ni moja kikundi ambacho Iran alikuwa na kifadhili moja kwa moja. Ni kikundi ambacho chenyewe tu kimeingia kwenye vita na Israeli mpaka Israeli akaambiwa ingia makubaliano na Hamas juu ya Gaza. Hiko ni kikundi kimoja tu cha Hamas. Ni moja kikundi ambacho nacho pia mifumo yake ilivyo ni mifumo ambayo ni thabiti mno, hakiwezi kuisha leo wala kesho kutwa. Nimekupa mfano mdogo wa Hamas. Haya, ukiangalia ustahimilivu wa Iran ni swala zima la makombora na drone. Iran
wamewekeza sana kwenye makombora ya masafa marefu na teknolojia ya ndege zisizo na rubani, ambazo hizi zinaweza kulenga Israeli na vituo vya Marekani katika Mashariki ya Kati. Na kikubwa zaidi kwenye makombora yao ni makombora ambayo yana uwezekano wa kupenya sehemu yoyote, ikapenya ulinzi wowote wa anga, yani hayazuiliki. Na ndio maana ukitazama makombora ambao wanapiga moja kwa moja ndani ya Israeli, licha kwamba Israeli amekuwa akizuia vyombo vyake vya habari na watu binafsi kushoot, kuachilia video za namna ambavyo hasara alizopata, lakini ni makombora ambayo yamepenya moja kwa moja, na ni makombora ambayo yamemfanya sasa Israeli kurudi tena jikoni, kurudi tena darasani, kuangalia namna gani ya kuboresha mifumo yake mbalimbali, ikiwemo ya Iron Dome ambayo ni mifumo inayosifika kwa kuzuia makombora. Iran alijifunza vipi na kwa namna gani? Hapo pamekuwa hakuna majibu. Kuna swala zima la jiografia ya eneo. Kama nilivyokuambia, milima, jangwa ni moja ya maeneo ambayo yanamfanya pia Iran azidi kuwa mgumu zaidi. Kwa hiyo ukitazama kwa mfano Marekani na Israeli, bajeti yao ya kijeshi ni dola bilioni 800. Dola bilioni 800. Alafu ukiangalia Israeli ni dola bilioni 20 za Kimarekani, ila Iran ni dola bilioni 25. Kwa maana Iran ana bajeti kubwa kijeshi kuliko hata Israeli. Kwa hiyo ukisema leo hivi pambano vita kati ya Iran na Israeli, Israeli atachafuliwa ndani ya dakika chache mno. Njoo kwenye teknolojia. Marekani na Israeli wao ndege za kivita za kisasa, meli za kubeba ndege, ulinzi wa anga wa hali ya juu wanao. Lakini Iran yana makombora masafa marefu, droni na ulinzi wa ndani. Kwa washirika, Marekani yeye ana washirika NATO, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, ni watu ambao wanamsapoti. Iran yeye washirika wake ni vikundi vya Hezbollah, Houthi, vikundi vya Kishia vilivyoko Iraq na Syria. Hao ndio washirika wake. Hapo sijaingia nchi kama China ambao ni watu wake wa karibu, Urusi, Korea Kaskazini na mataifa mengine kama India. Hao ni watu ambao bado hawajaingia. Hao tu ni washirika wake wadogo. Ukiangalia kwa upande wa maeneo ya kijiografia sasa, Marekani na Israeli wao kwenye operation za mbali wanahitaji zaidi usafirishaji mkubwa, tengia gharama ya usafiri wa magari, ndege, mafuta, kila kitu. Lakini wao Iran, kwa sababu ni vita ndani ya mipaka yao, wao wana faida ya ardhi na faida ya watu. Kwa hiyo wanaweza kumpa hasara kubwa sana Marekani ambayo hajawahi kuipata tangu aanze vita vyake. Kwa hiyo ukitazama changamoto hii ni moja ya changamoto ambayo Marekani mpaka leo bado anafikiria. Na nadhani anaweza kama amepata mbinu, lakini mbinu hizo pia zikaweza kuzuilika kwa sababu naye pia Iran amekuwa akifikiria zaidi. Sasa uongozi mpya, taasisi thabiti baada ya kifo cha Khamenei ni moja pia jambo ambalo linafanya Iran azidi kuwa mstahimilivu. Ukitazama kifo cha Khamenei kimeleta mabadiliko ya uongozi, kimeleta mfumo wa kisiasa na kijeshi ambao umezidi kuimarika zaidi, na hakuna kudhoofika hata kidogo, licha mashambulizi ambayo mara kwa mara CENTCOM nchini Marekani wamekuwa wakiripoti wamemlemaza Iran kwa hivi na vile, lakini Iran amekuwa bado anaendelea. Kasi ya kulipiza kisasi baada ya mashambulizi ya Marekani na Israeli, Iran wao walifanya mashambulizi ya kulipiza kisasi ya kasi mno. Hii inaonyesha kuwa bado ina uwezo wa kijeshi na dhamira ya kupigana. Washirika wa Iran wanaweza pia kuongeza shinikizo kwa Marekani na Israeli kupitia mashambulizi ya kieneo, na ukitazama hawa ni wazee wa kujitoa muhanga. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea. Sasa hebu tuangalie kwa uchache, upate nafasi ya kufahamu, ili unaposikia vita vya Iran, Marekani na Israeli vinaendelea, uwe na jambo la kumweleza mtu, usibebwe na ile miemko ya mtandao, miemko ya dunia inavyokwenda. Unaweza ukawa unajiuliza, Iran ana silaha gani kali kuliko Marekani? Silaha ambazo tunasema hizi Iran anazo, Marekani hana. Sasa majibu yangu nitakayokupa inaweza kukushangaza, lakini ndivyo ilivyo. Iran haina silaha za kipekee ambazo Marekani haina. Yani hiyo hamna. Kwa sababu Marekani wao ni moja taifa ambalo lina teknolojia ya kijeshi ya juu zaidi duniani. Lakini wao Iran wamejikita kwenye aina fulani za silaha na mbinu ambazo hizo zinampa faida ya kipekee dhidi ya Marekani na Israeli.
hasa kwenye vita vya muda mrefu na visivyo vya moja kwa moja. Nadhani umenielewa kwamba Iran haina silaha za kipekee useme Iran ana bomu ambalo Marekani hana. No. Lakini Iran yeye baada ya kukaa na kusoma mifumo yote ya dunia ilivyo ya silaha, kitu ambacho Marekani nacho, Urusi, China, kila kitu, akaamua kujikita kwenye aina fulani za silaha ambazo yeye mwenyewe anazitengeneza na anajua aina hizi za silaha ndio wale wanazo, lakini mimi naziboresha katika mfumo huu ambao nikiwashambulia lazima wapate majuto. Sasa ukitaka kujua, tuanze kuangalia moja moja. Makombora masafa ya kati na marefu, nazungumzia ballistic missile. Iran wao wamewekeza sana kwenye makombora ya ardhini kwenda ardhini. Makombora ya ardhini kwenda ardhini, ambayo haya makombora yana uwezo wa kufika Israeli na vituo vya Marekani Mashariki ya Kati. Marekani wao haina haja ya aina hizi za makombora kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ina nguvu za anga, ina nguvu ya baharini, lakini Iran wao wanategemea makombora haya kama ngao na tishio. Sijui umenipata hapo? Lakini pia ukiangalia droni za vita na mashambulizi ya bei nafuu, Iran wao wamekuwa kinara katika kutengeneza ndege zisizo na rubani, droni za gharama nafuu ambazo zinaweza kushambulia malengo kwa wingi. Marekani wao wana droni za hali ya juu, lakini hazina bei nafuu kwa matumizi ya wingi kama za Iran. Kwa hiyo ukitazama, Iran ana uwezekano wa kutumia droni 100 kushambulia wakati mmoja, kwa sababu droni zake ni za bei nafuu mno, hazina harama. Lakini Marekani hawezi akatumia droni nyingi kuishambulia Iran kwa sababu ni gharama kubwa mno, ni droni za hali ya juu ambazo gharama zake ni kubwa mno. Alafu anakwenda kupigana vita, anapata faida gani? Hakuna. Kumbuka ni vita ambavyo anapigana kumsaidia mshirika wake mkubwa ambaye ni Israeli. Kwa hiyo yeye haingezi faida zaidi ya kumlinda mshirika wake. Kwa hiyo hawezi akatumia silaha hizo kubwa sana, droni hizo za bei za juu. Ukiangalia mtandao wa washirika wa kivita wale proxy force niliokuambia, Iran yeye ana vikundi vya kishia ambavyo vimeenea Mashariki ya Kati. Nilikwambia kuna Hezbollah, kuna Houthi, vikundi vya Iraq huko na Syria. Na hii ni silaha ya kisiasa na kijeshi ambayo Marekani haina kwa kiwango hicho. Marekani wao wanategemea washirika wa kitaifa ambao ni NATO, Israeli, Saudi Arabia, lakini si vikundi vya kijeshi visivyo vya moja kwa moja. Na ukitazama NATO kwa namna moja namna nyingine hataki kuingia kwenye vita hivyo, anasema sijajiandaa. Ndio maana Donald Trump alivyoomba msaada, aliambiwa hatujajiandaa. Mataifa mbalimbali yalijiweka kando, yakaanza kujipambania yenyewe. Ukitazama Israeli naye ndio huyo yupo vitani, na Israeli kumbuka anapigana vita na Iran, anapigana vita bado na vikundi vya Hamas, anapigana vita bado na vikundi vya Iraq. Kwa hiyo mambo ni mazito kwa Israeli. Mbinu za vita ambavyo si za kawaida. Iran anatumia asymmetric warfare. Iran amejenga uwezo wa kutumia mbinu ambazo si za kawaida. Mashambulizi ya baharini kwa kutumia boti ndogo, vita vya mitaani, mashambulizi ya kiitikadi kupitia washirika wake. Marekani haina mtandao wa aina hiyo hata tone. Kwa hiyo hizi ni moja ya silaha ambazo Marekani haina kwa kiwango hicho. Sijui umenielewa hapo? Lakini Marekani yeye ana silaha gani kali ambazo Irani hana? Marekani ina silaha nyingi za hali ya juu ambazo Irani haina. Hiyo ni ukweli. Na silaha ambazo haiwezi kufikia kwa kiwango sawa. Na hizi ni silaha ambazo zinampa Marekani faida kubwa kijeshi, ingawa si dhamana ya ushindi wa haraka kwa sababu ya mazingira na mbinu za Iran. Ndege za kivita za kisasa. Marekani ana ndege za F-22 Raptor, F-35 Lightning II, ndege za kivita ambazo zina teknolojia ya stealth ambazo Iran haina uwezo wa kuzalisha au kukabiliana nazo moja kwa moja. Japo hapa niweke vizuri, hivi karibuni kuna ndege ya F-35 ya Marekani iliweza kudunguliwa na Iran, ikiwa na maana vita hivi Iran pia naye anaendelea kujifunza. Anaona ndege hii siwezi kuishambulia, anatengeneza kitu kingine, anakwenda kujaribu, ikizalisha anatengeneza kwa wingi kwa ajili ya kuzishambulia. Meli za kubeba ndege, aircraft carrier. Marekani ina meli kubwa za kubeba ndege ambazo zinaweza kupeleka ndege na vikosi popote duniani. Iran yeye ndege au meli za aina hii yeye hana kwa wingi. Silaha za nyuklia. Marekani ina hifadhi kubwa ya silaha za nyuklia. Iran
imejaribu kuendeleza mpango wa nyuklia, lakini haina silaha za nyuklia zilizothibitishwa. Njoo kwenye ulinzi wa anga. Marekani yana mifumo ya ulinzi wa anga kama Patriot na THAAD ambayo inaweza kuzuia makombora masafa marefu. Iran yeye hana mifumo ya kiwango hicho. Njoo kwa upande wa jeshi la anga na baharini. Marekani yeye ana ndege za bombardier za kimkakati B-2 Spirit, B-2, B-52, manuari za nyuklia ambazo zinaweza kushambulia kutoka mbali. Iran yeye hana teknolojia ya bombardier za kimkakati wala manuari za nyuklia. Kwa hiyo ukitazama kwenye ndege za kivita, si kwamba Iran anazo, lakini Marekani ana ndege za kisasa F-22, F-35. Iran ana ndege za zamani MiG F-14 ambazo hizi ni zile toleo la zamani, lakini inaelezwa kwamba pia ni hatari. Njoo kwenye meli za kubeba ndege. Marekani anazo nyingi sana, Iran hana. Njoo kwenye silaha za nyuklia. Marekani anayo hifadhi kubwa ya silaha za nyuklia, lakini kwa upande wa Iran inaelezwa anazo, lakini haijathibitika. Njoo kwenye ulinzi wa anga. Marekani ana Patriot, ana THAAD, ana Aegis, lakini pia Iran hana mifumo ya ndani ya kiwango cha chini. Na ndio maana ukitazama yeye amekuwa mashambulizi ambayo yanatumwa yamekuwa kimfikia moja kwa moja, na kwa uchache amekuwa yanazuilika kwa uchache sana kwa sababu ya mifumo hii, lakini inaelezwa kwamba yupo jikoni kutengeneza mifumo thabiti, na wapo washirika wa karibu ambao wanamsaidia. Namna gani mzigo unafika na mengineo ndio kinachofikiriwa. Njoo kwenye jeshi la baharini. Marekani ana manuari za nyuklia, meli kubwa, lakini Iran ana boti ndogo tu, manuari ndogo ambazo sio za nyuklia. Kwa ufupi, Marekani ina teknolojia ya hali ya juu, lakini Iran hana. Lakini sasa hivi Iran yupo jikoni, kwa hiyo kibao kinaweza kikageuka wakati wowote, muda wowote. Huu ni uchambuzi kwa uchache tu kwa yale ambayo nimeweza kukusogezea hapa, upate nafasi ya kufahamu kwa kina. Nitakuletea na mengineyo mengi, na nikwambie, unafahamu kwamba Marekani katika vita vingi alivyoshiriki, vingi hajawahi kushinda? Unafahamu hilo? Nitakuja kukueleza kwa kina zaidi hapa. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.